Nau ni muthoche ni kundu wa kipindi chitu cha mbee la tukwenda tuisisia wima wami. Karibuni sana, ni kwa ajili ya kipindi chetu ambacho tutaangalia habari ya afya ya miili yetu. Na naomba na ili kwamba kabla tujaendelea na kipindi tupate kuomba ili kwamba tubarikiwe pamoja tunapoangalia masuala ya kiafya. Basi wacha tuombe kisha tuendelee. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu uishe mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya neema zako na fadhili zako ambazo umetukirimia na kutujalia masaa haya tunapoangalia masuala ya kiafya. Bwana ukatubariki, neema yako ikatutoshe na ukawa pamoja nasi tunapoangalia swala hili, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Basi wapendwa, karibuni sana. Tunaangalia masuala ya kiafya kwa sababu ni mapenzi ya Mungu na ili kwamba kila mmoja apate kuwa na afya njema. Ni wengi wa Yoba mwaitu musembedhikisie na mwana kiumbedhikisie ni kanatu abikie kwenda na wima wa mwemoseo. Ndio maana nawaalika na ili kwamba tuweze kuangalia masuala ya kiafya, maana kusudi la Mungu ni kwamba mimi na wewe tupate kuwa na afya njema. Ukiangalia kitabu kile cha Yohana ni 3:1 na mstari wake ni wa 2. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu ili kwamba vile unafanikiwa katika masuala ya kiroho na katika mambo yote ambayo unafanya, Bwana angependa pia ufanikiwe katika masuala ya kiafya. Kwa hivyo Mungu angependa na ili kwamba tuweze kuwa na afya njema. Tukaangalia jana tulipokuwa tunaweka utangulizi kuhusiana na masuala ya kiafya, tukagundua kwamba Yesu anaporudi mara ya pili angependa na ili kwamba tuwe bila lawama lolote katika afya ya nafsi zetu, miili yetu na hali yetu hata ya kiroho. Kwa hivyo Mungu angependa na ili kwamba tuweze kuwa hivyo. Na ndio maana hata Yesu alipokuwa duniani alikuwa amekamilika katika masuala hayo matatu ambayo tulisoma katika kitabu ni kile cha Wathesalonike wa kwanza 5 na mstari wa 23, ya kwamba Yesu anaporudi angependa tuwe bila lawama mbele zake katika nafsi zetu, miili yetu na roho zetu. Na hata Yesu alikuwa amekamilika hivyo katika masuala hayo. Yesu alipokuwa katika ulimwengu, katika kitabu kile cha Luka 2 na mstari wake ni wa 52. Naomba tusome pamoja katika andiko hilo. Kitabu cha Luka, natumaini Luka 2 na mstari wake ni wa 52. Maandiko yanasema, na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo jambo la kwanza, Yesu aliye kielelezo chetu, alipozidi katika hali ya kukua, alikuwa anazidi katika hekima. Kwa hiyo alikuwa na hekima, ina maana ya kwamba afya yake ya kiakili ilikuwa sawa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo lizidi kwalo ni katika kimo. Kwa hiyo ina maana ya kwamba Yesu katika kimo chake, ani afya ya mwili wake, hakuwa na shida yote, alikuwa sawa na mwili wake ulikuwa sawa, au kuwa na shida yote, na ungeweza kulaumika kama vile anaporudi mara ya pili angependa tu tunalaumika katika miili yetu. Na jambo la tatu ni ya kwamba alimpendeza Mungu. Kama alimpendeza Mungu, ina maana ya kwamba uhusiano wake wa kiroho, uhusiano wake na Mungu wa mbinguni ulikuwa sawa. Na ndivyo pia angependa Yesu na ili kwamba uhusiano wetu na yeye Mungu wa mbinguni uweze kuwa sawa. Uhusiano wetu na Yesu upate kuwa sawa ili afya yetu ya kiroho ipate kuwa sawa. Na jambo la tatu, jambo la nne samani, ni ya kwamba
akimpendeza pia mwanadamu ama akiwapendeza wanadamu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba Yesu katika hali ya mahusiano, afya yake ya mahusiano ilikuwa sawa na wanadamu, na hata sisi Mungu angependa tuwe tumekamilika katika hali hiyo socially, yaani katika hali ya mahusiano. Bwana angependa tuweze kuwa na afya njema ya mahusiano, tuweze kuwa na mahusiano mazuri, kwa sababu wakati una mahusiano mazuri, wakati uko na hasira na mtu fulani, wakati uilani na mtu fulani, ina maana ya kwamba unaathirika katika afya yako, sio kimwili peke yake, hata ya kiakili. Kwa hiyo ndio maana tunahitajika, Yesu akiwa ni mfano wetu, tuweze kuwa na afya njema ya akili, ya kimwili, ya kimahusiano na pia ya kiroho. Wazungu wanasema mentally, physically, socially and spiritually. Yani ngayenda nanikana twabikie kwenda twina wima museo wa akili situ meitu ngwati aniyo yitu nandu na ngwati aniyo yitu nangaikana ae kibeba twi sawa kana twina wima museo wa kibeba unionga yunu kwenda. Na ndio maana Yesu alipokuwa katika dunia hii, alipoona wanadamu wanaumia, hakushughulikia hali yao ya kiroho peke yake, alishughulikia hata hali yao ya kimwili. Ndio maana waliokuwa na njaa aliwalisha, waliokuwa wagonjwa aliwaponya, na wale ambao walihitaji kunasuliwa kutoka katika mikono ya ibilisi aliwanasua kwa njia ya kuhubiria Injili. Na ukiangalia kitabu ni kile cha Mathayo, yaani kusudi la Yesu tunapokuwa katika hali ya kiroho, pia hali yetu ya kimwili ama ya afya mwili yetu na akili zetu ipate kuwa salama na ipate kuwa sawa. Mathayo 4 na mstari 23, maandiko yanasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Kwa hivyo jambo la kwanza, Yesu alifundisha, akashughulikia masuala ya kiakili. Alifundisha ili kuleta hekima ya kimbingu kwa watu, na hivyo akasaidia akili za watu. Hilo ni la kwanza. La pili, Yesu alihubiri, maana yake alishughulikia pia masuala ya kiroho, na pia Yesu aliponya udhaifu wa kila namna kati ya watu, udhaifu na magonjwa ya kila namna. Kwa hiyo Yesu alishughulikia hata masuala ya kimwili ama afya ya miili ya watu. Na ndio maana Yesu anapopeana ujumbe wa mwisho duniani, angependa ujumbe huo upate kusaidia watu hali ya kiakili, hali ya kiroho, hali hata ya kimwili, hata hali ya kimahusiano. Bwana ni kusudi lake tuweze kuwa kamili katika masuala hayo ambayo nimeyataja. Ni wengi wa Yehova na nekana twabikie kuja twina wimamosio wakili situ meitu angwata niyo yitu nandu na kibeba usino wengi wa Yehova. Na wapendwa, ndio maana ningependa, maana watu wengi ni wagonjwa, na hakuna mtu mgonjwa ambaye anaumia katika mwili wake atakuwa na nafasi hata kumtukuza Mungu, ama atakuwa na moyo safi wa kumtukuza Mungu, maana moyo wake unaumia kwa sababu ya mwili wake kuumia. Wakati mwili unaumia, hata akili inaumia, na hata hali ya kiroho inaumia pia. Na ndio maana wapendwa, tunapoleta masuala haya ya kiafya, tungependa na ili kwamba watu wasaidike, na ili wanaposaidika pia katika miili yao, pia wafikie katika hali ya kusaidika kiroho na akili zao.
ningependa katika majuma matatu ambayo tuko hapa tuweze kuangalia masuala haya ya kiafya, na hasa kuangalia hata magonjwa ambayo yamesumbua watu sana. Maana watu wengi ni wagonjwa na watu wengi wana suluhu ya magonjwa ambayo imewakumba, hasa kipindi ambacho tunaishi. Utakubaliana nami ya kwamba 80% utafiti ulipofanywa duniani, 80% ya watu duniani ni wagonjwa. 80% ya watu duniani ni wagonjwa. Yani kilungu kinene changu yulo ambi ni hawau. Hata watu wengine unaona wakitembea, wengine wanaishi kwa madawa, wengine unaona wakitembea wanavumilia, wako na maumivu katika miili yao. Watu ni wagonjwa, na kama kuna magonjwa ambayo yanasumbua watu sana ni magonjwa ya lifestyle, yani magonjwa ya mtindo wa maisha ama magonjwa ya mfumo wa maisha yamesumbua watu sana. Ukiuliza watu wengi watakwambia wengine wako na shida za kisukari, na kama si kisukari, wengine wako na shida ya shinikizo la damu, yani high blood pressure kwa lugha ya Kimombo. Kisukari kwa lugha ya Kimombo ni diabetes. Wengine ukiuliza watakwambia wako na shida ya arthritis ama shida ya ugonjwa ambao unaathiri viungo vya mwili. Wengine watakwambia kuna shida ya vidonda vya tumbo. Wengine watakwambia wako na shida ya kitu ambacho kinaitwa H. pylori ambao ni bakteria ambazo zinakuja wakati mtu ako na vidonda vya tumbo na zinazidi kusababisha madhara makubwa katika mwili. Wengine watakwambia mimi siendi choo vizuri. Huo ni ugonjwa, watu wengi hawajajua. Utapata ya kwamba mtu anamaliza siku nzima hajakanyanga choo, na kwa kweli haufai kula chakula na siku ishe kabla hujaenda choo. Hiyo ni shida kubwa, na watu wanahitaji kuelewa ni jinsi gani wanafaa kufanya na ili wapate kwenda choo vizuri. Wengine wakienda choo wanaenda choo kidogo ambacho ni kingumu na kinawasumbua, wanaumia. Wengine wako na shida za wanawake ama za kike, wengine wamekosa watoto, wengine wamefika mahali ya kwamba damu ya hedhi inaruka ama ikija inachukua siku nyingi. Hiyo ni shida katika mwili. Magonjwa mengine ni kama vile msongo wa mawazo kupita kiasi. Watu wamepatwa na depression kwa sababu ya kufikiria sana na kwa sababu ya kusongwa sana na mawazo, na hivyo akapatwa na kitu ambacho kinaitwa depression, ikawa karibu akili inaruka. Lakini ningependa leo tuzungumzie ugonjwa mmoja ambao umesumbua watu sana, ugonjwa ambao unaitwa high blood pressure ama shinikizo la damu. Na kama unajua mtu ambako na shida hiyo ya high blood pressure ama shinikizo la damu, naomba nisikize kwa makini. Mami, mzee, kijana, mtoto, sichukue tu kalamu, uenda ukasaidia shushu aliye na shida, uenda ukasaidia nyanya yako, uenda ukasaidia babu yako ambako na shida ya kiafya, na ili kwamba tatizo hili ambalo linamkumba aweze kusaidika. Kwa hiyo jambo la kwanza nataka tuangalie, je, nini kinasababisha ugonjwa wa high blood pressure ama shinikizo la damu ama shinikizo la damu? Nini kinasababisha mtu kupatwa na ugonjwa kama huo? Kesho tutaangalia ugonjwa mwingine, na hivyo kila siku tutaendelea tukiangalia ugonjwa baada ya mwingine. Alafu tutaangalia jinsi gani tunaweza kusaidika ili tuweze kupona baadhi ya magonjwa ambayo yanatusumbua.
Hakika kuna yale magonjwa ambayo yanahitaji maombi tu na unapona. Magonjwa ambayo yanatokana labda na uchawi, mambo ya majina ama mapepo, vitu kama hizo, hayo yanahitaji maombi peke yake. Lakini kuna na pia kama kuna jambo ambalo lifanya ambalo lichangia na likusukuma kupatwa na jambo hilo, pia utulie na kuacha. Ndio maana Yesu alipoponya hata wale waliokuwa na mapepo waliosumbuliwa, aliwaambia enda na usitende dhambi tena. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hata unapoponyeka unahitaji kurekebisha mambo fulani. Na pia magonjwa ya mtindo wa maisha ni vivyo hivyo. Baada ya kupatwa na magonjwa hayo, ili upone, kuna mambo fulani ambayo unahitaji kurekebisha. Na ili baada ya kurekebisha, ukielezwa mambo ambayo unafaa kufanya ili kusaidia mwili wako katika hali ya uponyaji, basi utapona. Sasa ninapozungumzia shinikizo la damu, lazima nieleze, je, ugonjwa wa shinikizo la damu ama hypertension, high blood pressure, ugonjwa huo unaletwa na nini? Ni kwa nini tuzungumzie ugonjwa unaletwa na nini? Ni kwa sababu hakuna ugonjwa usio na sababu. Nataka usikize, kitabu ni kile cha Methali 23. Kitabu cha Methali 23, maandiko yanatuonyesha kwamba hakuna ugonjwa ama hakuna laana inakuja bila sababu. 26 na mstari wa 2, kitabu cha Methali. Maandiko yanasema, kama shomoro katika kutangatanga kwake na kama mbayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Kwa hivyo wapendwa, ni kweli ya kwamba laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Hakuna jambo linakuja bila sababu. Na hata hivyo pia ugonjwa, hakuna ugonjwa unaokuja bila sababu. Vai uwau ukabatena kitumi na nicho kitumi ila tusisia uwawa kwa batoni nzakame tuenda kumanakana uwau no ukakwanzia iba nicho kitu masomu ndo kwatwa ni kwa batoni nzakame. Sababu ya kwanza ndiyo hii. Sababu ya kwanza ndiyo hii. Lakini kabla sijaitaja, ni vizuri tuelewe kila ugonjwa unakuja na sababu. Wacha niongeze fungu lingine la kusaidia kuelewa magonjwa yote yanakuja na sababu. 15:26 kitabu cha Kutoka. Laana isiyo na sababu haipigi mtu. Vai uwau ukaba tena kitumi. Kila uwau ukuka ukaba kitumi. Hata ugonjwa wa kuumwa na kichwa sana, yani ugonjwa ambao unaitwa migraine, ugonjwa wa kuumwa na kichwa hata zaidi ya siku moja ama mbili, ni ugonjwa ambao ukuji bure, unakuja na sababu fulani. 15:26 kitabu cha Kutoka, maandiko yanasema hivi. Yanasema, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika sana amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa hiyo Bwana anayetuponya anatuambia kwamba ili asija katia magonjwa yote aliyowatia Misri ndani yetu, anahitaji tusikize kwa bidii sauti yake, tutege masikio yetu kuelekea yale yaliyo mbele yake, ama yale ambayo anatuambia, na tushike amri zake. Mungu anatuambia tukifanya hivyo atatia maradhi yoyote ama magonjwa yote aliyowatia wa Misri. Kutwekisa wase wa Yehova ndakini nyisio na kuingwa ndoto yake na kumikwata ngina kukwata mio yake Yehova yotoya kana ndake yote kana ndaka atunenge mweu ona meva ala wamete a Misri. Kuimanisha kila kitu maswamo moka ni kuendu wa kuthi kimutete na wenji wa Yehova kana kwenda kwa Ngai.
Kwa hivyo kila ugonjwa unakuja na sababu. Kwa hivyo watu wa Mungu, kuna magonjwa haifai kuwapata. Watu ambao wanaitishwa na jina la Mungu, kuna magonjwa hayafai kuwapata, na kama yatawapata, ina maana ya kwamba walienda mahali kinyume cha Mwenyezi Mungu. Ndio maana wakapatwa na magonjwa ya Misri. Magonjwa kama ya mitindo ya maisha, kama ya mtindo wa maisha, ni magonjwa ya Misri. Sasa nataka tuangalie ugonjwa wa shinikizo la damu, na tuangalie, je, unakuja kwa njia gani? Ugonjwa wa shinikizo la damu unakuja vipi? Unakuja kwa njia hii. Jambo la kwanza ambalo linasababisha ni msongo wa mawazo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Msongo wa mawazo unaweza changia damu kukimbia kupita kiasi, ama kuwa na shinikizo la hali ya juu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu hataki na ili kwamba tuweze kuwa na mawazo mengi, ama tuweze kusongwa sana na mawazo. Maana naomba nikwambie mami ambaye unanisikiza, na mzee ambaye unanisikiza, hakuna kitu unaweza kubadilisha hata ukiwa na msongo wa mawazo, ama ukiwa na jambo linakusumbua. Hakuna kitu unaweza badilisha. Hilo jambo ambalo linakusumbua mpaka linakusukuma mawazo sana, unahitaji kulikabidhi kwa Mungu. Kwa njia gani? Nataka usikize vile Yesu alisema kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 6, Yesu akasema jambo fulani, maana alielewa habari za wanadamu. Alielewa wanadamu wanaweza kosa amani ndani ya mioyo yao, wanaweza tafakari sana na kufikiria sana kupita kiwango. Ndiyo, tunahitaji kufikiria, lakini hatuhitaji kufikiria kupita kiasi. Kwa nini? Ndio maana Yesu akasema kitabu cha Mathayo 6 na mstari wake ni wa 25. Yesu akasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au munywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Kwa hivyo Yesu hataki tuwe na kujisumbua sana kwa sababu ya maisha haya. Kwa sababu gani? Hata uhai na maisha ambayo ametukabidhi ni zaidi ya vitu ambavyo tunahitaji katika dunia hii. Maana kama Mungu angetupatia uhai ama maisha ya kuishi, vitu ambavyo huwa tunahitaji, hatungekuwa na haja ya hizo, maana tungekuwa. Kwa hivyo maisha tulio nayo na uhai tulio nao ni wa muhimu sana kuliko vitu ambavyo vinafanya tu na msongo mwingi wa mawazo. Ndio maana Wafilipi 4 na mstari wake ni ule wa 6, Yesu akasema maneno haya. Wafilipi 4 mstari wake ni wa 6 kupitia kwa kinywa cha Paulo. Maandiko yanasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mstari wa 7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi ninyi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo wapendwa, ili tuweze kuwa na amani ndani ya mioyo yetu, amani ambayo inatoka kwa Mungu, amani ambayo Yesu kupeana na ulimwengu. Wapendwa, Mungu angependa tusije tukajisumbua kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba tuweze kupeana haja zetu kwa Mungu wa mbinguni. Yani ngaienda tuikende na mesi ya mengi muno ndino akili situ nondo na kesi ya muno kupita kiasi vaiki ndoto na evangelisia ndino maisha matu. Nicho kitu ngai utakwenda twende na mesi ya mabitite kiasi, ni kwenda wenda na mesi ya mabitite kiasi, makatumwa ukwatwa ni uwau wako ambato ni zakame Yehova nukwenda nikana mondwala motusumbua tumutabie tumwiki na ki nicho kila tuzumbua.
na wamutabia ngai tayari kwika kila umutabia akutendeze kwika edana tayari kwika kulingana kwenda kwake. Kama uko tayari kufanya kulingana mapenzi yake Mwenyezi Mungu, jambo lolote ambalo linakusumbua mwambie Yesu, mwambie Mungu wa mbinguni. Ndiye peke yake anaweza kutatulia shida ulio nayo. Ndio wewe silia mno mesi la maku mengi maisa kutereza kindu na mambo matumwa ubandilise kindu na kiba. Wewe ni kindu kosete, wewe ni mwana ukusumbua, wewe ni mweme ukusumbua, wewe ni mukawu ukusumbua. Kabidi kananengane vina usue na yo wala vya wiyoba kana vila venga yula witune akotedesia. Sababu ya pili ambayo inachangia watu kupatwa na ugonjwa wa shinikizo la damu ni hali ya kitu ambacho kinaitwa vyakula ambavyo tunakula. Kuna vyakula aswa vinasababisha sisi kupatwa na ugonjwa wa shinikizo la damu. Vyakula gani? Vyakula ambavyo viko na mafuta mingi yenye kunganda. Maana mafuta ambayo inanganda ikiingia kwa damu ama ikiingia kwa mishipa ya damu inaanza kuziba mishipa ya damu, na hiyo mishipa ya damu inaposhikiliwa na hiyo mafuta mabaya ambayo ni ya kunganda inafanya mishipa iwe ndogo, na hiyo damu inapopita inapita kwa nguvu. Ni kama vile ukichukua pipe ya maji, mahali maji inapita na ufinye hiyo pipe, utaona maji inapita kwa nguvu ama kwa shinikizo la hali ya juu. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba vyakula vilivyo na mafuta mengi ya kunganda si vizuri. Kwa hivyo mafuta ya kunganda si mazuri. Mafuta kama yale ambayo tunanunua kwa duka yenye kunganda, mafuta kama ya ng'ombe, mafuta kama ya mbuzi, mafuta kama ya kondoo, mafuta ambayo inatokana hata na wanyama, Mungu mwenyewe alisema hatufai kuyala. Kwa nini? Maana mafuta hayo yanaleta shida ya shinikizo la damu. Wapi Mungu alisema mafuta ya wanyama si mzuri? Kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi mambo ya Walawi. Nataka nisome ni 17 7 na mstari wake 22. 7:22 kitabu ni kile cha Walawi. Je, Mungu anasema nini kwa habari ya mafuta inayotokana na wanyama, mafuta yenye kunganda, ambayo ndio pia mafuta mengine tunayoyanunua kwa duka siku hizi yenye kunganda. Kwa hiyo mafuta yenye kunganda si mazuri. Hata yale mafuta ambayo ni ya maji lakini ukiweka kwa baridi yanaganda, hayo mafuta pia si mazuri. Mafuta mazuri ni kama vile mafuta ya sunflower, olive, ya soya, ya avocado, yani mafuta ambayo inatokana sana sana na mimea. Mafuta ambayo yanawekwa kwa chupa ambayo ikiwa ndani inaonekana. Lakini mafuta ambayo tunanunua na vibuyu vya yellow, hiyo mafuta ukiweka kwa baridi inaganda, si mzuri sana. Yale mafuta mengine ambayo tunanunua yakiwa yameganda pia si mazuri. Na hata ni shahidi ya kwamba ukiweka kwa chakula ya mafuta, wakati chakula kimepoa, utaona ya mafuta yanashikilia kando kando ya bakuli. Hivyo ndio ya mafuta yanaenda kushikilia kwa mishipa ya damu, na hivyo mishipa ya damu inakuwa ndogo, inachangia kuwa na shinikizo la damu. Nasoma 7:22 kitabu cha Walawi. Bwana akanena Musa na kumwambia 23, nena na wana Israeli uwaambie, musile mafuta yote ya mbuzi, ya ng'ombe, wala ya kondoo, tena mafuta ya mnyama afaye mwenyewe, mafuta ya mnyama aliyelaruliwa na wanyama muna ruhusa kuyatumia kwa ajili ya matumizi mengine, lakini msiale kabisa. Kwa hiyo Mungu akasema mafuta ya wanyama, ya ng'ombe, wala ya mbuzi, wala ya kondoo tusikule ama tusile.
tunaweza kuyatumia kwa matumizi mengine kama kujipaka, lakini kwa ajili ya kula hatufai kula mafuta ya wanyama. Mafuta yenye kunganda yale ambayo tunanunua kwa duka si mazuri, yaani mautala wekea, yaani mabomeka moma mauta suti masio mauta momu mauta masio ni mauta alama kiwu ala na yake unawe beboni mayamba moma kana medwa kana makwatana mamba makwatana asunu mauta alama sio ona mauta makiwu tukuwa na tutungi pena mo yebeboni makwatana kuimaanisha mauta suti masio mali kama ile mediko kwatanu na mekwatilila kando wa michiva ya nzakame, na michiva ya nzakame kila hii nini na nzakame unakuwa bina manene na wikwatwa ni uwau wa ukunwa kana uwau wa kwamba tuni nzakame na uwau wa kwamba tuni nzakame pia wenda na siya na uwau wa kukunwa ningo wa kukunwa ningo. Shida pia ya moyo inaweza inuka kwa sababu ya mafuta hayo. Kwa hivyo mafuta hayo si mazuri. Hilo ni la kwanza. Na mafuta yenye kunganda pia inapatikana kwa maziwa. Na hata ushahidi ile ujue maziwa kwa mafuta, si wakati tunatengeneza ile mafuta, ile maziwa ambayo tunaita maziwa mara. Ukingoga hivi, ukitengeneza maziwa mara, ala ile ama ile maziwa ambayo imekakataa, ile ambayo kwa lugha ya Kikuyu wanasema imekakataa. Kama tunasema ya hatu. Wakati tunatengeneza hiyo maziwa huwa tunatoa mafuta ndani na tunaita mafuta ya ng'ombe, tunaweka kwa chakula. Hiyo mafuta si mzuri. Kwa hiyo maziwa pia iko na mafuta hayo. Maziwa pia iko na mafuta hayo. Kwa hiyo pia maziwa si mzuri na ugonjwa wa shinikizo la damu. Kwa hiyo maziwa pia ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo inachangia pakubwa kuleta ugonjwa wa shinikizo la damu kwa sababu ya mafuta iliyo ndani yake yenye kunganda. Ndio maana ukichemsha maziwa utaona inatoa kitu kinaitwa cream ama butter inatoka. Hiyo ni mafuta, tena ni mafuta mbaya. Lakini watu wengi wakichemsha maziwa utaona wanafurahia kula hata ile cream ile ambayo inatokea njunju hivi, wanachukua na kula. Ajui kwamba ni ugonjwa anaingiza kwa mwili, hajajua. Na si kupenda kwa wanadamu, ni kwa sababu ya kutoelewa ya kwamba kuna vitu ambavyo vinachangia kuleta ugonjwa wa shinikizo la damu. Mayai, hata daktari muulize, atakwambia si vizuri kula zaidi hata ya mayai moja kwa wiki moja. Ni kwa nini? Mayai si kitu kizuri. Ni kwa nini? Iko na cholesterol mbaya, iko na mafuta mbaya ambayo kiingia kwa mwili inachangia kuleta shinikizo la damu. Kwa hivyo mayai si ati ni kitu mzuri sana, hata daktari anajua. Enda uliza daktari yeyote ambaye anataka kusaidia katika afya yako, atakwambia mayai mengi si mazuri. Si kwamba mayai ni mazuri, mayai si mazuri kamwe, lakini daktari atakwambia mayai mengi si mazuri. Mayai si mazuri, iko na cholesterol mbaya ya hali ya juu. Unafikiria ni kwa nini watu wanaotengeneza mafuta unaona anaandika kwa kibuyu hapo juu wanaandika cholesterol free? Ni kwa sababu wenye kutengeneza mafuta wanajua, wasomi na wanajua watu ambao wanaelewa ni nini wanasema. Wanajua kwamba hiyo mafuta wakiandika iko na cholesterol, watu wengi watajua kwamba hii mafuta ni hatari. Kwa hiyo mafuta haifai kuwa na cholesterol ya hali ya juu, na kuna vyakula vyenye hiyo cholesterol mbaya ambayo zikiingia katika mwili vinachangia sana kupatwa na ugonjwa wa shinikizo la damu. Kwa hivyo ni vizuri tuelewa hayo. Na nikakwambia hata ni afadhali ununue mafuta ya bei ghali lakini haigandi kuliko kununua mafuta yenye kunganda na hatimaye baadaye ukuje kuharibu pesa nyingi hospitali ukitibu ugonjwa uliosababishwa na mafuta ambayo ulikuwa unanunua bei rahisi. Ni vizuri tuelewe hayo. Ni afadhali utumie pesa kunywa pesa mbingi uwe mauta pesa mbingi, lakini ni mauta masio mamu watu mautumia vandu va kuwa mauta
mambesa nini nundu mena mbesa nini netina nikuka kwana ngambesa mpingi ukwambia kuyandu makusangie nikenojo keitwe wau wa kwambatoni nzakame kindu chambe ukenda wibine kamwi waku kindu chake ni ukenda kwana ngambesa mbingi ila utanukidwa kwananga ni kuondu wau wa kwambatoni nzakame kuma tumbi kimasio mena kolesto mbingi ile tumasua andu makwatwa ni andu makwatwa ni kwa batoni nzakame. Nyama pia iko na mafuta fulani ambayo ni mbaya, na hata wewe ni shahidi ya kwamba hata nyama bila kuweka mafuta ukikatakata hivi uweke kwa sufuria ukipika utaona mafuta yakielea juu ya maji ama juu ya supu. Hiyo mafuta si mzuri. Hata wakati unaona tunaenda unasema niwekee supu nikunywe, na hiyo supu unaona imejaa mafuta, hiyo supu si mzuri. Na ndio maana hata katika Biblia Mungu alisema watu wakipika nyama wasikunywe supu amwage. Na Mungu anasema nyama inapopikwa, utasoma kwa wakati wako nyumbani Ezekieli 24, usome mstari wa 3 mpaka wa 4 na usome mstari wake wa 10 mpaka 11. Utangundua kwamba Mungu aliposema nyama ipikwe, alisema ipikwe ile kabisa mpaka iachane mifupa. Kwa vile nyama ambayo tunangangana kukula, unafuruta hivi ikiwa ngumu, hiyo nyama si nzuri. Nyama mzuri inafaa kupikwa ile kabisa iachane mifupa. Baada ya kufanya hivyo, toa ndani ya supu mwaga ni mbaya. Alafu hiyo nyama choma, maana iko na sumu ambayo inaitwa uric acid. Tutakuja kuangalia habari za uric acid. Ndio inafanya watu wengi nasikia mtu anasikia amedungwa hapa, anadungwa huku, anasikia uchungu hapa kwa mguu, anasikia uchungu hapa, ni kwa sababu ya kitu kinaitwa uric acid. Uric acid imechangia sana watu kupatwa na shida ya huku, inatokana na nyama. Ni kwa sababu watu wengi hawajui vile Mungu alisema nyama ipikwe, na ukipika hivyo vile Biblia inaeleza si tamu, lakini watu wanataka utamu wa nyama. Ni kwa sababu ya hiyo damu na mafuta ambayo Mungu alisema nyama ikiwa na damu na mafuta usile. Na ili uondoe damu na mafuta alisema uchemshe nyama ile kabisa, toa ndani ya supu, mwaga supu, chukua nyama ikelea juu ya makaa, choma, itoke uchafu wake ambao ndani ya nyama unaitwa uric acid, alafu Kiswahili inaitwa shaba. Ikishatoka sasa nyama yako itakuwa salama kwa ajili ya kula. Lakini sisemi ya kwamba wakati ambao tunaishi salama sana kula nyama. Nitakuja kufundisha saa hizi salama kula nyama. Kitabu ilikuwa ni salama kula nyama, na hata utakubaliana nami, babu zetu wa kitambo hawakuwa na haya magonjwa ambayo yanatupata saa hii. Maana hata nyama hapo wanakula kila wakati, lakini watu wa leo wanakula nyama kila siku. Wamebadilisha mtindo wa maisha. Nyama ya kitambo na ya saa hii si sawa. Ya saa hii salama, ya kitambo ilikuwa afadhali. Lakini tutakuja kueleza hayo. Lakini leo nilikuwa nataka kueleza ni nini hasa kinasababisha ugonjwa wa shinikizo la damu. Kitu kingine ambacho kinasababisha inaitwa majani chai, kahawa, soda na drinking chocolate na cocoa. Ni kwa nini? Hizo vitu ambazo nimetaja ziko na kitu ambacho kinaitwa caffeine na nicotine. Aziongezi kitu chochote kwa mwili. Majani chai, hata daktari yeyote ama mwanasayansi yeyote ama mtu yeyote amepita shuleni anajua majani chai iko na drug ambayo inaitwa caffeine. Majani chai iko na drug inaitwa nicotine. Nicotine pia inapatikana ndani ya tombako. Kwa hiyo pia tombako si mzuri. Mbaki ile kwa ya skala, ile kwa ya kimao, mbaki tinzeo. Mbaki mayani, kahawa na kitu kikuitwa sukari wa dukani na nasia. Mbaki mayani, kahawa, koko, soda, drinking chocolate na sukari ulapupa wa dukani. Sibisi siria sinteo niki sialika ngini wa mwaku sienda valave michba nzakame
ikedwa ikatwikikedwa ni yoma yatumwa bandu bantaka me atuo bita bandu bamiki bantaka me ya menikenda ntaka me bitoneza ya bita kwa bina. Naweka Kiswahili kwa ajili ya mtu ambaye leo Kikamba, maana natumai kuna watu katika soko hili waelewe Kikamba. Ni ya kwamba majani chai, kahawa, sukari, drinking chocolate, kokoa na soda, hizo vitu si mzuri. Kwa nini? Ziko na drug ambayo inaitwa nicotine na ingine inaitwa caffeine. Zikiingia katika mishipa ya damu, zinafanya mishipa ya damu ipate kuwa ngumu. Wale ambao wamesoma Kiingereza, inakuwa constricted na inakuwa hardened, yaani mishipa ya damu inakuwa ngumu. Damu inapopita, mishipa ya damu ifai kuwa ngumu, inafaa kuwa mishipa ya damu inafaa kupanuka, inaruhusu damu kupita vizuri. Lakini mishipa ya damu ikiwa ngumu, damu inapita kwa nguvu, ile mishipa ya damu inashindwa kupanuka na ili kupata ili kwamba damu ipite vizuri, na ili inapatwa na ugonjwa wa shinikizo la damu. Ukitaka kupona, jambo la kwanza, ambalo unahitaji kufanya, achana na hizo vitu ambazo nimetaja. Ukishaachana nazo, ukishakubali kuachana na vitu ambavyo nimetaja, utaniona kama daktari nikupe ushauri mwingine bure. Kama labda unataka labda ndawa ndio unaweza enda kugharamika, lakini ushauri nitakupatia bure wa kuelewa ni nini unaweza tumia ili upone ugonjwa wa shinikizo la damu. Na ukikubali kuachana na nyama, maziwa, mayai, majani chai, kahawa, sukari ya dukani, soda, daktari Mutisia, nitatumia nini nikiachana hizo vitu? Ukiachana na mayai, nyama, maziwa, ni lazima utumie vitu kama njugu. Na njugu si lazima ununue hizi ambazo zinatembezwa huko kwa barabara. Unaweza enda ununue zako kama kilo 2, kilo 1, kilo 5, kuja ujikaangie zako. Kila siku kula vijiko hata 2 za njugu. Sikule njugu mingi, njugu hasifai kuliwa mingi. Unakula njugu kidogo wakati unakula chakula, si wakati unatembea kwa barabara. Wakati unaweka chakula kwa meza, weka njugu hapo na sahani, kula vijiko hata 2. Ukikula mingi usipitishe vijiko 3. Kula njugu kidogo katika chakula, wakati unakula chakula. Si njugu peke yake, unaweza kula korosho. Korosho ni mzuri. Yaani ninapeana supplement, ama napeana kile ambacho kitarudisha kile ambacho kinapeana na nyama, maziwa na mayai. Tumia njugu, tumia korosho, tumia makadamia. Wala ambao wanajua makadamia, anatumia zurukalanga, tumia ngoloso, tumia makadamia na silisia mdembosu. Kitu kingine unaweza tumia ni mbegu za malenge. Mimi najua kwamba wanatupa mbegu za malenge, na wanalima malenge sana, malenge wanalima. Lakini unapolima, wakishalima wanatoa mbegu, wanapanda ama wanatupa wakuli, ama wanatupia kuku wakule. Mbegu za malenge ziko na kitu kinaitwa zinc, inasaidia akili. Mbegu za malenge ziko na zinc na ziko na omega 3 na omega 9 na 6 ambayo inasaidia katika mwili wako, inasaidia mpaka nervous system. Kwa hivyo ni vizuri tutumie vitu kama hivyo, kama utakubali kuachana vitu ambavyo nimetaja. Ukiachana sukari ya nduka, kama lazima utumie kitu ambacho ni kitamu, tumia utamu wa matunda, tumia utamu wa miwa, tumia sukari nguru ndio nzuri, tumia asali ni nzuri. Lakini sukari ya nduka hii ni mbaya. Ukiachana chai, kahawa, soda, kunywa uji. Kunywa juice ya matunda ambayo inatengenezwa pale. Ukiona kuna watu ambao wanafinya juice, ama unanunua blender, una blend maembe, mandizi na avocado, vitu kama hizo, unatengeneza juice yako na kunywa. Kula machungwa, iko na juice mzuri.
kuliko kusema tunakunywa soda ya Fanta, tunasema unakunywa machungwa. Hiyo si machungwa, hiyo ni kemikali ambayo imechanganywa. Kemikali zimechanganywa zikatengeneza soda, na watu wengi wanapokunywa soda wanasikia vizuri. Na hasa Wakamba ndio wanapenda ustaarabu huo sana kuliko kabila zote. Ustaarabu wa kunywa soda. Kiuliza watakwambia soda ni kitu mzuri. Waulize wazee wa kitambo, waulize kama walikuwa wanakunywa soda ama walikuwa wanakunywa uji ya mawele. Yesu wamwe au mau mwaitu anau asusu tuikanie no suniki wamwe wamuvia wawimbi. Tuambie unyesi msitena maana. Na tuambie kwa nate ustaarabu. Si ustaarabu hiyo. Hiyo ni ugonjwa unajiletea kwa mwili wako. Siangalie watu ambao unajua kitambo wakati matajiri walikuwa wanakula vibaya, maskini wako wanakula vibaya, lakini sasa maskini na matajiri ni sawa tu, wanakula the same. Ndio maana wote wanapata na magonjwa hayo. Lakini magonjwa mengine ilikuwa yanapata matajiri peke yao. Maskini wako wanapata na magonjwa mengine kama ya shinikizo la damu, hapana. Kwa hiyo ni vizuri tuelewe ni kwa nini magonjwa haya yametokea. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nataka nisome fungu la mwisho katika kitabu cha Hosea 6:1. Hata kabla sijafungua Biblia, maandiko nasema hivi: Njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua naye atatuponya. Kwa hiyo Mungu ndiye aliye na uwezo wa kutuponya, lakini Mungu angependa tumrudie na turudie njia za kale. Najua ukisoma Biblia kitabu cha Yeremia 6 na mstari wake wa 16, maandiko nasema ya kwamba enda katika njia kuu, uliza mapito ya zamani. Kwa hiyo tunafaa wazee turudie mapito ya zamani. Tusiokienzea siatene maitu nau au mau asusu, tusiokienzea siatene. Na tukona usio na tukona dhumo ngoni situ. Aina tuadime na tuikanesa wedani nekuli tandakitali ukaungulie ngusungia. Utaonwa maana nekuli kusungia ni maana. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetujalia, na ili kwamba tuweze kuangalia masuala ya kiafya. Tumeangalia ugonjwa wa shinikizo la damu na jinsi unavyokuja. Bwana tujalie neema, tusaidie, na ili kwamba tusingatie mambo ambayo tumesikia, ili tuweze kupata uponyaji wa miili yetu, na ili kwamba hata afya ya akili zetu iwe salama, tuwe na amani ndani ya yetu, na hali yetu ya kiroho pia ukumbali na utusaidie, na ili kwamba tuweze kuimarika. Adima mwaitu mbethukesie, adima na umbethukesie, adima anduma moika, adima kila umo mbethukesie mwikenesa, tutedese kusiokiandia siya kusia uo na ndia siya tene, na nikenda mwitu kavike kuita na wimamu musio, sitopita uwe bida yonze, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana bariki, na neema ya Bwana ipate kututosha tunapoendelea na vipindi vyetu. Baada ya hiyo tutakuwa tunasikiza wimbo.